Juu ya vitu ambavyo vimeweza kutokea kwa rapa mkongwe kutokea nchini Marekani, na huyu anafahamika kama Snoop Dogg. Snoop Dogg bana ametajwa kwamba mwaka huu umekuwa ni mwaka mzuri kwake yeye. Amekuja kwenye swala zima la kibiashara zaidi. Yani Snoop Dogg unaweza kumzungumzia kwa wepesi, lakini Snoop Dogg ni mtu ambaye amekuwa akifanya vitu kibao pia. Lakini kiuchumi ametajwa mshikaji wetu kama ameweza kukaa vizuri kwa namna moja ama nyingine. Moja kati ya business ambazo mshikaji wetu amezifanya kwa sasa ni ile biashara ambayo inatajwa ya kwamba jamaa huwa ananunua yale magari used, alafu anafanyia kazi na magari ananunua kutoka pande za Japani. Lakini tusahau mshikaji ana kampuni yake ambazo zinadeal na vitu mbalimbali pia, kama zile clothing line ambazo anazitumia kwa namna moja ama nyingine kumuingizia kipato. Lakini tusahau kitu cha Kush. Mzee wetu ndio vitu vyake kabisa yani. Hivyo ni vitu ambavyo ni biashara muda mrefu, na ni mtumizi mzuri sana wa kitu cha ganja nini, au sio? Wazee kukata miti, wazee wa nyasi, au sio? So bwana Snoop Dogg ameonekana kufanya hizo business ambazo kwa nchi yao inaamruhusu kwa namna moja ama nyingine. So kwa mwaka huu ametajwa mzee wetu Snoop Dogg kuwa kwenye listi ya watu ambao wametengeneza mkwanja mrefu pia, kwa maana mwaka wa 2025 mzee wetu Snoop Dogg amekaa pale kwenye orodha ya watu ambao wamemeki mkwanja mrefu pia. Sasa jiulize, kama bado sijaenda na detail deep kabisa kuhusiana na mzee wetu Snoop Dogg, wewe mpaka sasa hivi mikwanja ambao umeweza kuitengeneza inaweza ikakaa kwenye record ama ukabato na mzee wetu bana Snoop Dogg, ama ni aje ama tia maji? Maana sasa hivi tunaelekea mwisho wa mwezi wa 3 mzee wangu tuko pale, lakini inatajwa kwamba kuna watu kiuchumi wako vizuri kinoma pia. Lakini Snoop Dogg kuna vitu ambavyo ameweza kufanikiwa kwenye muziki wa hip hop, tunajua ni ukongwe ambao ameweza kufanya muda mrefu sana, na inataja pia moja kati ya vitu ambavyo vimeweza kutokea kwenye mafanikio ameweza kuyafanya kupitia Death Row Records. Hii ni moja kati ya record label ambayo ameweza kufanya nayo kazi muda mrefu. Aliweza kuuza baadhi ya vitu na copy kama milioni 11 hivi worldwide. Hivi ni vitu ambavyo vimeweza kumuingizia mkwanja tangia miaka hiyo mpaka sasa hivi pia. Hivyo vimetajwa kwamba ni moja kati ya records kubwa sana ambazo zinamuonyesha mzee wetu Snoop Dogg kwamba ni vitu ambavyo vimeweza kumuingizia mkwanja mrefu pia. Lakini ukirudi kwenye style ambayo anaweza kurap nayo, inaitwa G-Funk style. Hizo ni moja kati ya style ambayo ukimsikiza Snoop Dogg kuna namna fulani ambavyo ana rap. Hizo ni moja kati ya style ambazo zimeweza kutumika miaka mingi sana na ni maarufu pale nchini Marekani, inaitwa G-Funk style. Sasa aina ya music ambayo anafanya mzee wetu Snoop Dogg ni hizo moja kati ya mafanikio ambayo anatajwa kuweza kumuingizia mkwanja mnene mpaka sasa hivi pia. Na records zake zinazidi kutengeneza kwa uzuri zaidi. Tumeweza kuona ameweza kuhusika kwenye baadhi ya kampeni, kwa mfano kampeni kubwa ambayo ameweza kuingia kibiashara ya mwaka 2020 inaitwa Just Eat campaign. Ni moja kati ya kampeni pia ambayo aliweza kuifanya, na hii iliweza kuwashangaza watu wengi sana. Aliweka teaser moja ambayo ikiashiria kama mzee wetu anaachana na masuala mazima ya kusmoke. Watu wakajiuliza, Snoop Dogg kuacha na kusmoke? Kumbe alikuwa ana promote majiko fulani kuweza kutumia kwenye upishi pia, au sio? Sasa kama jiko likizimwa, nafikiri tuwezi kupata msosi na vitu vingine kama kwa. Alipata kampuni moja ambayo iliweza kupromote kwa ajili swala zima la kuweza kuuza hayo majiko, laise kama majiko ya gesi hivi, au sio? Sasa msanii anapata shavu la kuweza kuyatangaza. Moja kati ya kitu ambacho anaweza kukitumia ni kuweza kumtumia mjomba Snoop Dogg aweze, kama anaacha na issues za kusmoke, anajua ni story ambayo itaweza kutrend, sababu tunaamini kwamba Snoop Dogg ni mzuri sana na anatuaminisha hivyo. Mpaka hapa katikati kuna miaka kadhaa jamaa alijiita Snoop Lion kwa sababu tu ya kumwenzi mzee Bob Marley. Na Bob Marley moja kati ya symbol ambayo alikuwa kuitumia ama sini yake pia ama icon yake nyingine, ukiona ile sura ya simba. Sasa siku zote simba tunaelewa ukali wake na vitu vingine kama hivyo. Sasa mzee wetu Snoop Dogg akaitoa ile dog akaweka lion akimwenzi mzee wetu Bob Marley kwenye swala zima la kusmoke. Na tunaelewa pia Bob Marley ni moja kati ya watu hatari sana hapa duniani kwenye hiyo kitu, na alichajitengenezea hiyo umaarufu kwenye kuismoke ile kitu. Sasa tukirudi kwenye story ya mzee wetu Snoop Dogg ya kufanya vizuri kwenye hiyo mitikasi mingine ya business wise ambazo umeonekana kuwa ni mwaka wake mzuri, hiyo ni moja kati ya jambo la msingi pia la kuweza kuzingatia kwa namna moja ama nyingine. Hivyo ni vichache kati ya vingi pia ambavyo mzee wetu ameweza kujitengenezea. Sasa tunajiuliza pia ukiachana mwaka huu kutengeneza zaidi ya dola milioni 15 hadi 20
hii pia imeweza kumtengenezea kutoka kwenye source mbalimbali ambazo jamaa ameweza kuzifanya, kwa maana business mbalimbali ambazo mzee wetu alikopo anadili nazo pia. Lakini ukiachana na hayo yote, Snoop Dogg ameonekana pia kuweza kuwekeza kwenye baadhi ya vitu vingi pia ambavyo mpaka sasa hivi vimeweza kuonekana pia kupitia concert mbalimbali, tour mbalimbali ambazo kuzifanya za music, ambazo kupitia tour tu imeweza kumuingizia zaidi ya dola milioni 5 mpaka 7 hivi, kitu ambacho jamaa kimeweza kumtengenezea mzigo mrefu pia. Na hizo hizo record ambazo nakutajia sasa hivi ambazo zinatajwa kwa mwaka, ina maana kwa mwaka mzee wetu Snoop Dogg anaweza kutengeneza hizo kupitia vitu tofauti. Vipi kusana biashara yake ya ganja? Kupitia biashara ya ganja kwa mwaka huyu jamaa anatengeneza zaidi ya dola milioni 3 hadi 5, ambazo hizi pia zikiweza kumuingizia mkwanja mnene pia mzee wetu Snoop Dogg kupitia endorsement mbalimbali ambazo mshikaji wake ameweza kuzifanya, kama vile issue mbalimbali amezitaja kama Skechers, BIC na nyingine zimetajwa kumuingizia kama dola milioni 5 hadi 8 kwa mwaka. Kwa hiyo tunaona vitu kama hivi vinapelekea moja kwa moja kuweza kutengeneza mshikaji wetu kuweza kupiga mkwanja breath.